Ifahamu vita mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inavyoendelea. Ujambo na karibu ndugu mpendwa mtazamaji wa kwetu News 24 mahali popote mlipo. Matumaini yetu mpo salama salimini, hivyo ni kukaribisha kuungana nami kwenye taarifa hii ya habari awamu yake ya pili, ndugu mpendwa mtazamaji wa kwetu News 24. Mvutano Mombasa. Ujumbe wa Umoja wa Mataifa katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo MONUSCO ulilazimika kurudi nyuma leo wakiwa na jukumu la kulinda eneo hilo kufuatia mauaji yaliyosababisha vifo vya watu 100 mikononi mwa ADF. Walinda amani walikuta barabara imefungwa, asira ya vijana ilionyesha katika vizuizi vya muda ilifanya maendeleo yoyote zaidi yasiwezekani. Tutoke nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo tuelekeze barani Asia huko Iran. Iran yatangaza kuwa itahakikisha usafiri wa baharini kupitia mlango bahari wa Hormuz kwa wiki mbili. Tehran inaibanisha kuwa kusimamishwa huku kutatumika kufanya mazungumzo na Marekani ili kukomesha vita. Tangazo hili linakuja baada ya Donald Trump kutangaza kukubali pendekezo la kusitisha mapigano la Pakistan linalolenga kusimamisha mashambulizi ya mabomu dhidi ya Iran kwa wiki mbili. Tukirudi DRC ni kwamba uuzaji wa nyama kutoka kwa kiboko alinaswa katika mtego uliowekwa na wakulima wamelaaniwa Jumanne hiyo jana na mwanamazingira aliyoko Kamanyola, Kivu Kusini, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ni kwa hofu na masikitiko kwamba tujifunza kuhusu uuzaji wa nyama wa kiboko huko Kamanyola. Baada ya uchunguzi, tuligundua bila rasmi kwamba mnyama huo akitafuta chakula alianguka katika mtego uliowekwa na watu wasiojulikana. Kwa bahati mbaya, nyama yake iliuzwa katika mji wa Kamanyola. Kitendo hiki kimekatisha tamaa na kuelezea kiwango cha ujinga kilichoongezeka ndani ya jamii, alisema Bienfait Akili. Alipowasili Kinshasa Jumanne jioni hiyo jana, James Sawan, mkuu mpya wa MONUSCO, aliahidi kufanya ulinzi wa raia kuwa kipaumbele. Alitaka mazungumzo jumuishi kwa ajili ya amani ya kudumu, huku akithibitisha tena heshima kwa uhuru wa DRC. Kipaumbele changu ni kuhakikisha kwamba MONUSCO inatekeleza kikamilifu agizo lake. Zaidi ya hayo, hakuna suluhisho la kijeshi pekee kwa migogoro wa sasa. Maendeleo yahitajika mazungumzo, ushirika wa kikanda na utekelezaji wa ahadi ambazo tayari zimetolewa. Rais wa Rwanda Paul Kagame aonya dhidi ya hatari za kukataa na upoteshi wa kihistoria, akisisitiza kwamba ukweli wa mauaji ya kimbari ya mwaka 1994 dhidi ya Kagame ametoa kauli hii hapo jana wakati wa ukumbuzi wa miaka 32 tangu kutokea kwa mauaji ya kimbari ambapo watu zaidi ya milioni 1, wengi wao waliuawa. Mwanadiplomasia wa Marekani James Swan ameanza kazi rasmi siku ya Jumanne kama mjumbe maalumu wake katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na mkuu wa MONUSCO. Leo naibu waziri mkuu Mheshimiwa Jean-Pierre Lihao Ebua amezindua rasmi programu ya mafunzo darasani kwa darasa la 10 la wahitimu wa shule ya kitaifa ya utawala ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ENAD inayoitwa Kimpa Vita. Katika kipindi cha miezi 15 ijayo, wanafunzi hawa watafuata mtaala mgumu kabla ya kujiunga na utawala wa umma. Katika hotuba yake, naibu waziri mkuu aliwasihi kukubali kikamilifu jukumu linaowasubiri na kufanya
bidii na hisia ya utumishi wa umma kuwa msingi wa kujitolea. Matangazo haya unayapata kupitia WhatsApp channel yetu kupitia namba iliyoko chini ya screen yako, lakini pia Facebook, Instagram na mji mkuu wa YouTube. Ndugu mpendwa mtazamaji, bado niko nawe kwenye awamu hii ya pili ya matangazo yetu ya kila siku ya habari zinazojiri Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, lakini pia Afrika ya Kati na Afrika Mashariki na duniani kote. Makubaliano ya kusitisha mapigano kwa wiki mbili kati ya Irani, Marekani hayajumuishi Lebanon, ofisi ya waziri mkuu wa Israel. Irani inataka vita kusitishwa Mashariki ya Kati ikiwemo nchini Lebanon. Tukirudi DRC ni kwamba ratiba ya kazi ya baraza la manispaa ya Mont Ngafula magharibi mwa Kinshasa, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ilipitishwa Jumanne na maafisa waliochaguliwa wa eneo hilo wakati wa kikao kifupi cha jumla katika manispaa hii ya mji mkuu wa Kongo. Ratiba tunayowasilisha kwenu ilipitishwa na mkutano wa marais wa baraza la manispaa ya Mont Ngafula. Ratiba hii inatumika kama dira yetu kwa kikao hiki, inaturuhusu kuona mada za kushughulikia, alitangaza Yoshua Kosongo, rais wa baraza la manispaa ya Mont Ngafula. Bunge linaowajibika lingewahitaji mara moja mamlaka za kidiplomasia ili kuwafahamisha taifa. Wahamiaji hawa ni akina nani? Wanatoka wapi? Kwa nini DRC ni nchi yao ya asili? Ni hatari gani wanazokabilia nazo? Utawala unahitaji uwazi na mjadala uanza na ukweli. Hakuna makubaliano kuhusu mustakabali wa DRC yanayoweza kufanywa kwa siri. Bunge lazima lizungumuze, watu lazima wajue. Tukiwa tu nchini DRC ni kwamba chama cha SDV cha kukua msimamo sabiti kikijibu matamshi ya rais wa Rwanda Paul Kagame katika Jeune Afrique. Chama cha Leonard Shi Okitundu kinalaani ukiukwaji wa mkataba wa Umoja wa Mataifa, kupuuzwa kwa azimio la Baraza la Usalama nambari 2073, uwepo haramu wa wanajeshi wa RDF katika eneo la Kongo, na kinatoa wito wa vikwazo vikali dhidi ya serikali ya Rwanda. PST inahimiza Baraza la Usalama kuchukua hatua kali zaidi ya kusitiza uungaji mkono wake kamili wa kimkakati wa kidiplomasia wa Rais Felix Tshisekedi. Marekani imetangaza kuyakubali mapendekezo ya Pakistan kusitisha mashambulizi dhidi ya Irani kwa muda wa wiki mbili ili kutoa nafasi ya majadiliano na Tehran. Tangazo lilitolewa saa chache kabla ya muda wa mwisho uliokuwa umetolewa na Rais Donald Trump kwa Iran. Iran imethibitisha kukubali mpango wa Pakistan kwa ahadi kuwa itafungua tena mlango bahari wa Hormuz, wakati mazungumzo na Washington yakitarajiwa kuanza mjini Islamabad, Pakistan, Ijumaa ya wiki hii. Aidha, tangazo hili limejiri saa chache baada ya nchi ya ukanda kuonesha wasiwasi wao wa matamshi ya Trump, ambapo msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje wa Qatar, Majal Al-Anansi, alionya vita ya Irani kuendelea. Kwa mjibu wa taarifa ya ikulu ya White House, Marekani inafikiria uwezekano wa kutuma wajumbe wake Pakistan kwa mazungumzo ya ana kwa ana. DRC inazimisha mipaka yake usizaminiwe. Serikali ya Kongo chini ya uongozi wa Rais Antoine Tshisekedi inaanzisha mfumo wa mapokezi ya muda kwa raia waliofukuzwa kutoka Marekani. Mfumo huu unathibitiwa vikali na hatugharimu hazina ya umma gharama yoyote. Huu ni mpango wa muda, si suluhu ya kudumu. Kila kesi itaazimiwa kibinafsi kwa mjibu wa sheria za DRC na usalama wa taifa. Usiamini uvumi unaosambaa kwenye mitandao ya kijamii. Hakuna usalama utakaovumiliwa. DRC inabaki kuwa huru. Rais Tshisekedi ana udhibiti kamili na mipaka yetu inalindwa. Mshikamano wa kimataifa, udhibiti kamili wa nchi ya ulinzi wa watu wa Kongo. Hiyo ndiyo kipaumbele chetu.
Mpango hatari kufuatia uamuzi wa serikali ya DRC wa kuondoa FDLR. Kagame anaandaa kundi jipya lenye silaha P7 kuchukua nafasi ya FDLR. Shinikizo la kimataifa linaongezeka kulingana na vyanzo vyetu huko Kigali. Paul Kagame ameishiwa nafasi ya kujiendesha nchini DRC. Marais wengine wamemweleza wazi kwamba hawezi tena kuweka jeshi lake nchini DRC kwa sababu Kinshasa iko tayari kuangamiza FDLR. Mkakati mpya, propaganda, uasi bandia. Kagame aliandaa semina ya wiki moja na wenye washawishi na watu wa Kongo huko Kigali. Lengo kuzindua simulizi mpya, kuundwa kwa kundi la kubuni UK7 tangu limetolewa kutoka Minembwe. Kundi hili litadai kuwa na uwezo wa kuipindua Kigali. Watavaa sare tofauti. Mashambulizi yalilengwa dhidi ya raia Kajembwe, kisha Kigali yatangaza vita dhidi ya P7 hii. Kisingizio kulinda eneo lake. Katika uhalisia, mtandao mmoja umejificha. Twirwaneho M23 Eritabara. Mipango tayari imeripotiwa. Nyagisizo karibu na Rumamfara kumkambuye kuelekea Tishao. Uwepo uliothibitishwa Eritabara na Twirwaneho. Sare mpya za kujificha utambulisho wao. Itishio, tukio lilopangwa la kuhakikisha ama kuhalilisha vita vipya. Udanganyifu ulionekana hapo kabla, kamwe usaliti Kongo. Tukiwa tu DRC, habari ya mwisho ndugu mpendwa mtazamaji wa kwetu News 24 ni kwamba waziri wa kilimo na usalama wa chakula Muhindo Nzangi aliwasilisha mustahari wa ripoti kutoka kwa misheni ya taamini ya kampeni ya kilimo kote nchini. Takwimu na matokeo muhimu. Maeneo 36 ya KAPSA, vituo vya usaidizi vya kilimo, ufugaji na usalama wa chakula yamesaminiwa. Vituo 11 vya ENERA vimetamishwa kote nchini. Kampeni moja ya kitaifa ya kilimo imefuatiliwa na kusaminiwa kama sehemu ya misheni hii. 100% maeneo yaliyolengwa ya SAPSA yamejumuishwa katika mchakato wa taamini. Na ndugu wapendwa watazamaji, niseme asante kuungana nami mwanzo mpaka hivi tamati mwa taarifa hii ya habari. Ili uzidi kuhabarika na habari zetu za kile leo, usikose kusubscribe lakini pia kushare na kulike ili kwanza kupata habari zetu. Mimi ni wako mtangazaji wa kila leo nikisema chao chao.